wa viwanda na biashara na sasa ni waziri wetu mteule wa mambo ya ndani, katibu mkuu wa wizara, pamoja na uongozi wote. Naomba nitambue itifaki za viongozi wote ambao mpo hapa chini ya wizara, na ninafanya hivyo kwa ajili ya kuokoa muda kwa sababu tuko nyuma ya muda kidogo. Wote mnafahamu kwamba sekta yetu ya viwanda na biashara ni mhimili muhimu wa ukuaji wa uchumi wa taifa letu na muhimili wa utekelezaji wa dira ya uchumi wa viwanda. Sekta yetu ina mchango mkubwa katika kuongeza ajira, kukuza mapato ya serikali, kuongeza thamani ya mazao ya ndani na kupanua masoko ya bidhaa za Tanzania ndani na nje ya nchi na kuendeleza uchumi jumuishi unaomgusa mwananchi wa kawaida. Nimepata fursa, nimetembelea taasisi nyingine sijaenda, lakini tayari tumeshaanza kufanya kazi hata kama sijaenda kwenye taasisi husika. Kwa hiyo mimi na aliyekuwa naibu waziri tulipata fursa ya kutembea, lakini tumepata fursa ya kufanya kazi kwenye hii miezi miwili. Kwa nikasema basi na mimi nitumie fursa ya leo tuweze kuzungumza machache. Matokeo makubwa kwenye sekta yanatokea kwa sababu wapo watu wanafanya kazi, na hizo kazi mnafanya nyinyi, wizara pamoja na watu wa taasisi. Kwa sababu sasa tupo kwenye sehemu ya pili ya serikali ya awamu ya 6, kidogo kuna mabadiliko kwa sababu katika awamu hii yapo mambo ambayo yamekuwa ya utofauti. Kwa nini? Kwa sababu tuna ilani nyingine ya kutekeleza ya Chama cha Mapinduzi, lakini ndo kipindi ambacho tunaenda kuanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050. Lakini mwaka huu pia ni muhimu kwa sababu mwezi wa 7 ndo tunaanza kuanza kutekeleza mpango wa kwanza wa maendeleo wa miaka 5. Na ndo mwaka huu pia tunaanza kutekeleza vile vile mpango wa kwanza wa mpango wa miaka 5. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana. Ni sehemu muhimu sana kwa sababu tusipoweka misingi hapa, basi utekelezaji wa mpango wa miaka 5, utekelezaji wa dira kidogo unaweza ukaleta tabu. Na wote hapa najua mmepata fursa ya kusoma dira ya maendeleo, lakini hata kama mpango wa miaka 5 hamjauona, lakini kwa sababu mnayo dira, mmeona mambo yaliyokuwepo mle ni mambo makubwa sana, na ni dira ambayo haiwezi ikatekelezeka kwa namna ya kawaida ambayo tumeizoea. Lazima kutokee adjustment kubwa sana ili tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Sasa kuelekea huko kwenye utekelezaji wa dira hii, ndio maana nikasema ni muhimu nije na mimi niweze kuzungumza machache ili tuwekeane msingi na tuwe tuna utayari kwamba lazima tufanye adjustment. Lazima kila mmoja kwenye taasisi yake ajue ya kwamba dira ya maendeleo ya 2050 haiwezi kutekelezwa kwa mfumo wa kawaida tuliouzoea. Lazima kila mmoja afanye adjustment kwa kupush zaidi ili kuleta matokeo zaidi, kwa sababu masuala yaliyojadiliwa mle ama ambayo tumeahidi ni makubwa. Na hata ndani ya hii miaka 5, ahadi zilizotolewa kwenye ilani, ahadi zilizopo kwenye mpango wa miaka 5 ni kubwa mno. Kwa hiyo inatulazimisha kufanya necessary adjustments ili tuweze kufikia malengo.